Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha kuwa linafanya uchunguzi wa tukio la shambulio la kuzuru mwili ambao limetolewa kwenye kituo chetu cha polisi mkoa wa Morogoro, lakini pia picha za mwathirika ambaye zimeonekana kwenye mitandao ya jamii. Kwa taarifa zake, ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ambayo kwa sasa sitahitaja kwa jina. Uchunguzi wa tukio hili umeanza na mwathirika amepewa huduma za kipolisi na pia ameshatibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Yeye amesema aliyemfanyia shambulizi hili ni mwalimu zaidi ya mmoja na hakuweza kutaja ni majina gani. Kwa hiyo uchunguzi ndio utakao tuelekeza. Na sababu ya kushambuliwa hivi inasemekana kwamba kwa maelezo yake kwamba ni baada ya kuwa ameshindwa kwenye mtihani ambao walikuwa wamepewa pale shuleni. Kwa hiyo akawa amepewa adhabu ya viboko. Kwa hiyo sasa sisi tunafanya uchunguzi, tumepokea taarifa yake. Kinachotakiwa sasa ni kufanya uchunguzi kufuatilia kama ni kweli hili jambo limetokea katika shule ya sekondari aliyoitaja kwenye maelezo yake. Nasoma kidato cha pili D, shule ya Morogoro sekondari. Siku ya tarehe 13 mwezi wa 5 ambao ni jana. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Ilikuwa mida saa 7. Tuliitwa wanafunzi wote wa kidato cha pili ili kuadhibiwa wale ambao walikuwa wameshuka daraja. Walikuwa wanaadhibu watu waliopata 4 na 0. Walikuwa wanataja majina yao. Walianza na watu wa 0 akawaadhibu, alafu tukafuata sisi wengine tuliopata 4 wakatuadhibu. Na walikuwa of course walimu wengi na walimu wengine siwajui. Walituadhibu kila mwalimu fimbo 3 au zingine wanazozitaka. Na sisi wengine walituchapa kwenye sana mapajani na walinivimbisha sana, na wengine walipigwa wakaumia mikono, na wengine walizimia, na wengine wakapandisha mashitani. Alafu tulivyotoka hapo tukapewa adhabu ya kukunja ngumi, kupiga push up kutumia ngumi kwenye kokoto ndogo ndogo. Alafu kila mwalimu anapita nyuma anatupiga fimbo zote anazozitaka. Na ikawaje baada ya hapo ikawa nini sasa nini kilitokea labda kwako wewe? Kwangu mimi nilivimba na mguu wangu ulikuwa una ganzi, tukapiga magoti na mwalimu akasema rudini madarasani. Wakati na darasani sikuweza hata kukaa kabisa. Nilisimama na mwili wangu ulijihisi vibaya, nikatoka nje kama kichefuchefu lakini sikutapika. Nikavumilia, na ilipofika muda wa kwenda nyumbani siku zote mimi muda kurudi nyumbani natembea, lakini jana nilipanda bodaboda, lakini nilipanda bodaboda kwa shida sana. Nilikaa hivyo na nilirudi nyumbani ndo nimeonyesha wazazi wangu jinsi nilivyoumia. Na wewe binafsi labda ulichapwa fimbo gani? Fimbo zisabiki kwa walimu wote, na walimu wengine hawanifundishi, ambao hawanifundishi na wengine wananifundisha wamenichapa. Na kwa sasa hapo umeenda hospitali au imekuwaje? Nimeenda hospitali. Na umekwambia?
Kwa sasa nimeenda hospitali, daktari kanicheki kidonda changu, kasema hivi kidonda ni